waheshimiwa madiwani, muda wa kampeni umeisha, sasa ni muda wa kwenda kufanya kazi. Muda wa makundi umeisha. Hapa kwa ajili ya kwenda kuwatumikia wananchi. Niwaombe, tunaomba ushirikiano kutoka kwa madiwani pamoja na wakuu wa idara. Tukienda kwa pamoja, halmashauri itasimama. Niwaombe sana waheshimiwa madiwani, tumekuja hapa kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wa halmashauri ya Msalala. Tusije kwa hoja binafsi, tuje kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wa Msalala. Niwaombe sana ushirikiano, na ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ipo wazi muda wote na wakati wowote. Pindi unapohitaji msaada wote wa ofisi yetu, tupo tayari kushirikiana na nyie kwa ajili ya kutatua changamoto ambazo mtakutana nazo huko ambazo zinahitaji ofisi ya Mkuu wa Wilaya. Kwa hiyo niwaombe sana waheshimiwa madiwani, tuende tukachape kazi. Lakini cha msingi kuliko lote ni kuhakikisha kwamba tunaenda kutatua kero za wananchi. Kila diwani ajue kata yake ina changamoto gani, wananchi gani ana changamoto gani. Kwa hiyo tuhakikishe sana tunaenda kuwasikiliza wananchi. Lakini kitu kingine ni kusimamia miradi ya maendeleo. Tunapanga miradi hapa inaenda kwenye kata zetu. Mheshimiwa diwani ndio unatakiwa uwe mstari wa mbele, kujua hela zimeingia kiasi gani, kitu gani kinatakiwa kifanyike pale. Sio kwamba tena diwani unakuja kwenye kikao unakuja kulalamika. Hapana. Wewe ndio unatakiwa tuletee matokeo yaliyotokea kwenye kata yako. Waheshimiwa madiwani, tumeelewana? Kwa hiyo mimi ninachoomba ni ushirikiano, na ofisi ya Mkuu wa Wilaya iko tayari kushirikiana na nyinyi. Niwatakie kila laheri kwenye utekelezaji wa majukumu mapya kwa miaka 5. Kichwa changu hiki hakina sebule wala chumba cha majungu. Halafu kwangu majungu hayana bei. Kwa kuniletea hayana mteja. Hayana mteja na sina godown la kuyatunza. Kwa hiyo yatakuozea. Madiwani hawa nimefanya nao kampeni wote kwa pamoja. Namjua nani anaweza nini, nani hawezi nini, nani ana hasira ya namna gani, nani anafanya nini, na watumishi pia nitachukua muda ule ule wa kujua nani anafanya nini, nani ana uwezo hapa, nani yuko hivi, tutavumiliana. Majungu ya kuleteana mpaka wakati wa baada ya kazi unaletea jungu niko ba. Watu tunajua tuko ba hapa, unajua huyu hapa kafanya hivi na hivi na hivi. Ndugu yangu, hata urafiki unakufa na mimi. Tujadiliane barabara za Wanamsalala. Tujadiliane mashamba ya Wanamsalala. Tujadiliane maji ya Wanamsalala. Tujadiliane umeme wa Msalala. Tujadiliane elimu ya Msalala. Tujadiliane afya ya Msalala. Ndugu zangu, tujadiliane madini ya Msalala. Vijana wetu ambao ndio wanatutizama sisi, tunawasaidiaje? Wanakwenda kunufaika vipi na rasilimali zao? Baraza hili ndio waamuzi. Nyinyi na mimi, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kwa pamoja ndio tutakaoamua mustakabali wa vijana wa Msalala. Tuwasaidie wakuu wa vyombo yao, ofisi ya Mheshimiwa DC. Sisi tujibu kero za vijana. Baraza hili liwe na majibu ya kero za vijana kabla ya kwenda kupambana na waheshimiwa vijana wetu. Kama vijana wana shida ya elimu, wanadai elimu, baraza hili tukiamua kwamba sisi ndio tunaweza kuamua, bajeti ya mwaka huu yote tunapeleka kwenye elimu peke yake. Mkiamua nyinyi, kuna mtu tena anaye mkurugenzi, tukisema sisi sasa hivi hatufanyi lolote, tunakwenda kujenga barabara tu. Sivyo? Sisi bana tunaomba, sisi bana kipaumbele chetu ni barabara peke yake. 80% ya mapato yetu sisi hatufanyi kingine. Wananchi wetu wanataka, wakitaka wao, sisi hatuna cha kusema. Mabosi wetu ni wananchi. Kwa hata mijadala hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, mijadala yetu hapa ireflect wanachokitaka wananchi. Tusijadili ya kwetu peke yetu. Na kwa uzoefu wako Mheshimiwa Mwenyekiti, sina wasiwasi. Makamu Mwenyekiti, sina wasiwasi. Mkurugenzi, sina wasiwasi. Naombeni tukawahudumia wananchi.
tukapeleke huduma kwa wananchi. Twendeni tukapeleke huduma kwa wananchi. Watumishi hawa tuko nao hapa, wamekuja Msalala hapa, wanapanda nauli kila siku, wanakuja hapa kwa ajili tu ya kuhudumia wananchi. Sisi ni msaada kwao, twendeni tukashikamane kwa pamoja. Kwa hiyo naamini baada ya hapa tunakwenda kufanya kazi kwa kasi, kwa umoja, kwa spidi ambayo haijawahi kutokea. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa nafasi hii. Mheshimiwa Makamu, nakushukuru sana na nawatakieni utumishi mwema huu ambao nyinyi ndio viongozi wetu, na mimi nawaahidi ushirikiano wa kutosha katika nafasi yangu hii ambayo wananchi wa Msalala wameniamini, kwa sababu bila baraza imara hakuna mbunge imara. Bila baraza la madiwani imara hakuna mbunge imara. Naombeni tukashirikiana kwa pamoja, pasipo kubaguana, pasipo kuzodoana, pasipo kusotana, tukafikirie mbele, tusonge mbele kwa ajili ya jimbo letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nishukuru kwa sababu uongozi huu ulioko hapa mbele, wewe ukiwa Mheshimiwa Mwenyekiti, Makamu Mwenyekiti akiwa Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, katika tumefanya kazi pamoja kwa zaidi ya mwaka mmoja ambao nimekuwepo hapa Msalala, na kwa pamoja mliweza kunipa ushirikiano mkubwa mkiwa pamoja na viongozi wengine wote, waheshimiwa madiwani waliokuwepo, na kwa kweli kwa sababu tuliweza kufanya baraza la mwisho kabla ya mwaka wa fedha kuisha, yapo mafanikio ambayo tuliyapata ambayo yalitokana na umoja na mshikamano tuliokuwa nao. Kwanza, tuliweza kukusanya mapato kwa 115%, ikiwa ni lengo la halmashauri ilikuwa kukusanya bilioni 6, lakini tuliweza kukusanya bilioni 6 na milioni 909. Ilibaki shilingi kadhaa kuweza kufika bilioni 7, yani kuwe kuna ongezeko la bilioni 1 ndani ya mwaka mzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeliona nimesema hilo kwenye kikao hiki kwa sababu kazi hiyo sikuifanya mimi na watumishi tu, tuliifanya kwa pamoja. Kamati za fedha zilikuwepo na kamati nyinginezo zote zilitusimamia, zilituelekeza, zilitusaidia, kwa sababu kama ambavyo ninyi wenyewe mmesema, waheshimiwa madiwani ndio mpo kwenye maeneo yenu. Pale ambapo mliona kuna upotevu wa mapato, mlitupa taarifa, na sisi kwa hatua za haraka tulitekeleza, na ndio maana tukaweza kukusanya mapato hayo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tunaagana tulikuwa tunaelekea kwenye zoezi la mwenge. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende tu kutoa taarifa kwamba kwa mwaka 25 katika mbio za mwenge wa uhuru, halmashauri hii ya wilaya ya Msalala imefanikiwa kushika nafasi ya kwanza kimkoa, imeshika nafasi ya 6 kikanda, na imeshika nafasi ya 16 kitaifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, zote hizo ni jitihada za kwa pamoja tulizozifanya zilizoweza kutuwezesha kupata mafanikio haya. Vivyo hivyo, niwaombe tuendelee kuwa na mshikamano wa namna hiyo, tuelekezane, tufundishane, tuonyane kusudi tuweze kutekeleza majukumu yetu, na sisi kama wataalamu ambao tumeletwa katika halmashauri hii kuweza kutekeleza wajibu, mtusaidie kusudi tuweza kuyafanya, na wananchi ambao imekusudiwa kupata huduma bora na nzuri, basi maendeleo yaweze kuonekana, matokeo yaonekane, na huduma bora na nzuri ziweze kupatikana.
Tunduru.